Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Tumsifu Yesu Kristo milele, amina. Ndugu zangu katika Kristo, karibu tena katika tafakari ya leo, na tafakari yetu itakuwa ni juu ya sherehe ya matawi. Leo tutasikia juu ya sherehe ya matawi katika kipindi hiki cha Kwaresma, na ikiwa ni Dominika ya 6 ya mwisho ya Kwaresma kuelekea Juma Kuu, ambalo juma hilo litaambatana na Pasaka, Dominika ya Pasaka. Basi karibuni tuweze kusikiliza tafakari hii inayotolewa katika chaneli hii pendwa Tafakari Tena TV. Karibuni sana. Sherehe ya matawi ni sherehe ya kipekee katika kalenda ya Kanisa Katoliki, na ndiyo inaanza na kipindi cha wiki kuu, yani Juma Kuu, kwa Kiingereza Holy Week, ambacho kinahusisha na matukio ya mwisho ya maisha ya Kristo Yesu, ikiwa ni pamoja na mateso, kifo, ufufuko wake. Sherehe hii inatuonyesha kumkaribisha Yesu kama mfalme na mkombozi, huku pia ikitufundisha kuhusu mabadiliko ya kiroho, kutii kwa Mungu na maana ya wokovu wetu kwake Mwenyezi Mungu. Katika sherehe hii ya matawi tunakumbuka tukio la Yesu kuingia mjini Yerusalemu kwa kutumia punda, akifuatwa na umati wa watu waliomuita mfalme kwa kumwambia na kumwimbia Hosana, mbarikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana. Ni Injili ya Mathayo sura 21 aya 9. Lakini pia tukio hili linatufundisha kuhusu njia ya msalaba, na kwamba wokovu wetu ulipatikana kupitia mateso na kifo cha Yesu Kristo. Vile vile leo tutaona sherehe hii ya matawi tukiona Yesu akiingia Yerusalemu, sherehe ya ukuu na uvunjifu wa dunia. Katika tukio hili Yesu alikuwa kama mfalme, lakini kwa njia ya upole alikataa kiti cha enzi cha kifalme cha dunia, na badala yake alichagua mwanapunda, ishara ya unyenyekevu na huduma kwa wengine. Umati wa watu walimkaribisha kwa furaha, wakimuita mfalme wa Israeli na kumtukuza kwa matawi ya mitende. Hata hivyo, maisha yake hayakuwa na utukufu wa kifalme kama watu walivyotarajia, bali alikufa kwa ajili ya wokovu wa wanadamu. Ukisoma katika Injili ya Mathayo sura 21 aya 5 inasema, sema kwa binti Sayuni, angalia mfalme wako anakuja kwako, anayeishi na kuwa mpole, akiendesha punda, mtoto wa punda. Ni picha ya Yesu ambaye anakuja si kwa nguvu na nguvu za dunia, bali kwa upole na upendo. Alikuwa mfalme wa kweli, lakini aliishi kwa unyenyekevu, akajinyenyekeza ili sisi tuweze kupata ukombozi. Na katika maisha yetu sherehe ya matawi inatufundisha kuhusu mfalme wa kweli ambaye ni Yesu Kristo. Tunaposherehekea sherehe hii tunajifunza kuwa uongozi wa kweli unahusisha huduma na kujitolea kwa wengine. Tunapaswa kuwa na roho ya unyenyekevu na kuishi maisha ya kumtumikia Mungu na wengine kwa upendo na kwa kujitolea. Tunafundishwa kutofuata umaarufu wa dunia, bali kutafuta utukufu na ufalme wa kiroho wa kumtumikia Mungu na wengine. Vile vile katika tafakari hii tunaona umati wa watu kuonyesha furaha, lakini pia kusaliti. Tunaona Bwana wetu Yesu Kristo anashangiliwa na watu wengi, na umati unamshangilia, lakini bado wanakuja kumsaliti baadaye. Umati wa watu waliomuita Yesu mfalme walikuwa na matumaini kwamba angeleta mabadiliko ya kisiasa na kuwaokoa kutoka kwa utawala wa Kirumi. Walimshirikia kwa furaha, lakini hata hivyo hiyo furaha iligeuka kuwa huzuni na kukataa, kwani Yesu alikufa msalabani. Tunafundishwa kwamba upendo wa dunia ni wa muda tu, na watu mara nyingi hutafuta faida binafsi kuliko kumtumikia Mwenyezi Mungu. Katika
somo la Injili la Mathayo sura 27 aya 22 hadi 23 inasema, mtu mwingine amwambie yeye ni mfalme wa Wayahudi. Watu walikubali wakisema, na damu yake iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. Katika maisha yetu tunafundishwa kuwa inatupaswa kuwa waangalifu na imani yetu. Tunapaswa kuwa waaminifu kwa Mungu hata wakati wa majaribu, badala ya kuwa na imani ya kidunia ambayo inaweza kubadilika haraka kwa sababu ya shinikizo la wengine au hali fulani. Tunapojitolea kwa Kristo, tunahitaji kumfuata kwa dhati na si kwa shingo ngumu, ili kuepuka dhihaka na ukosefu wa imani wakati ujao. Matawi ya mitende kama ishara ya ushindi na utukufu wa Mungu. Matawi ya mitende yanatumika kwenye sherehe ya matawi ikiwa ni ishara ya ushindi na furaha. Ni ishara ya kumkaribisha Yesu kama mfalme, lakini pia ni ishara ya furaha ya wokovu ambayo alileta kwa ajili ya wanadamu. Matawi yanatufundisha kumkaribisha Yesu katika maisha yetu kwa furaha na shukrani kwa wokovu wake. Katika Injili ya Yohana sura ya 12 hadi ya 13, watu walichukua matawi ya mitende na walimkimbilia na kumkaribisha Yesu kwa furaha wakiimba, Hosana, mbarikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana, mfalme wa Israeli. Matawi ya mitende yanawakilisha furaha ya kumtukuza Mungu kwa ajili ya wokovu wake kwetu sisi wanadamu. Na katika maisha yetu, sherehe ya matawi inatufundisha kumkaribisha Yesu katika maisha yetu kwa furaha. Tunapaswa kumwambia Yesu kwa shukrani na furaha na kwa wokovu wake, tukimkaribisha katika kila nyanja ya maisha yetu. Kama Wakristo, lazima tuoneshe furaha ya kumtumikia Mungu kwa njia ya upendo na utiifu kwa mapenzi yake. Sherehe ya matawi kuwasilisha utii na upendo kwa Kristo. Sherehe ya matawi inatufundisha pia kuhusu utii kwa Kristo ambaye alikubali mateso na kifo kwa ajili ya wokovu wetu. Upendo wa Kristo kwetu haujulikani kwa maneno bali kwa matendo yake. Alikubali kuteseka ili tuwe na uzima wa milele. Kwa hiyo tunaposherehekea sherehe ya matawi, tunapokea wito wa kumfuata Kristo kwa utii na kujitolea. Na ukisoma katika Injili ya Mathayo sura 26 aya 39, Yesu alikubaliana na mapenzi ya Baba yake kwa kusema, Baba yangu, kama inawezekana kikombe hiki kinipitilie mbali. Hata hivyo si kama nitakavyo, bali kama utakavyo wewe. Huu ni mfano wa utii wa mapenzi ya Mungu, na hii inatufundisha kuwa pia sisi tunapaswa kuwa watiifu kwa mapenzi ya Mungu hata kama inatufanya tuteseke kama Bwana wetu Yesu Kristo alivyoteseka kwa ajili yetu. Katika maisha yetu, sherehe ya matawi inatufundisha kuwa utii kwa Mungu ni muhimu katika maisha yetu ya kiroho. Tunaposherehekea sherehe hii, tunajifunza kuwa kutimiza mapenzi ya Mungu ni muhimu zaidi kuliko matakwa yetu binafsi, na kwamba huduma kwa wengine ni sehemu hii ya kufuata na kumfuata Yesu Kristo mwenyewe aliyekuja kwa ajili ya kutukomboa sisi wanadamu. Basi baada ya kusikia maelezo kuhusu sherehe ya matawi, basi tuone kidogo tafakari ya Injili ya kwanza kabisa ya siku hii ya matawi. Injili inatoka katika kitabu cha Luka, Injili ya Luka sura ya 19 aya 28 hadi 40. Tunashuhudia tukio la kuingia kwa Yesu Yerusalemu kwa farasi mweupe, tukio linaloashiria mwanzo wa matukio muhimu kuelekea Pasaka. Yesu anaingia katika mji wa Yerusalemu huku umati mkubwa wa watu wakimshangilia kwa furaha wakisema, Hosana, mbarikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana. Ilikuwa ni ishara ya ushindi, ingawa watu walikuwa wanatarajia mfalme wa kimwili, kumbe Yesu alikuwa akileta ufalme wa kiroho. Uvuvio wa shukrani na sifa kwa Yesu.
Kama ilivyokuwa kwa watu wa Yerusalemu waliokuwa wanamtukuza Yesu, ni muhimu kutambua nafasi ya kumshukuru Mungu kwa kila jambo alilotufanyia na analoendelea kutufanyia katika maisha yetu. Yesu alikuwa anajua kuwa safari yake ilikuwa ya kuelekea kifo, lakini alikubaliana na mapenzi ya Baba yake. Hii inatufundisha kuwa hata katika hali ngumu za maisha tunapaswa kuendelea kumtukuza Mungu kwa imani na kwa shukrani. Ukisoma katika Zaburi sura ya 34 hadi aya ya 1 tunasoma, nitamsifu Bwana siku zote, kinywa changu kitamshukuru daima. Tunafundishwa kuwa kumtukuza Mungu tunapaswa kuwa sehemu ya maisha yetu kila siku, kwa furaha na shukrani kwa mapenzi yake mema. Kwa hiyo kumtukuza Mungu inapaswa kuwa sehemu ya maisha yetu ya shukrani na furaha kwa mapenzi yake kwetu sisi wanadamu. Nguvu ya kunyenyekeza kama Yesu. Yesu alikalia punda mdogo na alikubali kuingia Yerusalemu kwa njia isiyo ya kifalme. Hii ilikuwa ni ishara ya unyenyekevu. Yesu alitaka kutufundisha kuwa nguvu halisi inapatikana katika unyenyekevu na kutokuwa na kiburi. Ukisoma katika Injili ya Mathayo sura ya 11 aya 29, Yesu anasema, nira yangu nanyi mjifunze kutoka kwangu, kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu kwa moyo, nanyi mtapata raha kwa roho zenu. Ni changamoto kwetu kuishi kwa unyenyekevu, tukiamini kuwa tunaona baraka za Mungu katika maisha yetu kwa njia hii. Kumjua na kujua mafundisho ya Yesu na kuishi kwao. Kwa hayo mafundisho aliyotuachia Bwana wetu Yesu Kristo katika maisha yetu. Katika Injili ya Luka sura ya 19 aya 39 hadi 40, baadhi ya Mafarisayo walimwambia Yesu aonyeshe watu wake kumtukuza, lakini Yesu alijibu kuwa hata mawe yangeweza kumshukuru ikiwa watu hawawezi kufanya hivyo. Hii ina maana kwamba sifa ni ibada kwa Mungu, ni lazima zifanyike kwa moyo wa kweli na si kwa shinikizo la nje. Na ukisoma katika kitabu cha Samueli sura ya 16 aya 7, Mungu alisema kwa Samueli, mtu huangalia kwenye uso, lakini Bwana huangalia moyoni. Tunafundishwa kuwa kumtukuza Mungu kwa kweli inapaswa kuwa ni kutoka kwa moyo wetu, kuwa na moyo wa huruma, kuwa na moyo wa uvumilivu, si kwa hadhi, sio kwa hadaa au shinikizo la nje. Usikivu na utii wa kufanya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Yesu alijua kuwa alikuwa akielekea kwenye kifo cha aibu na maumivu makali, lakini alitii mapenzi ya Baba yake. Utii wake kwa mapenzi ya Mungu unapaswa kutufundisha sisi kumtii Mungu hata katika hali ngumu za maisha, kama Bwana wetu Yesu Kristo alivyofanya kipindi anateseka. Ukisoma katika Injili ya Mathayo sura ya 26 aya 39, Yesu alisema, Baba yangu, ikiwa inawezekana kikombe hiki kiniepuke na kinipitilie mbali, hata hivyo si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Tunafundishwa umuhimu wa kumtii Mungu hata wakati wa mambo yako sawa, tunapopitia magumu na maumivu makali, ila tunaaswa kumtii Mwenyezi Mungu kwa kuwa yeye ndiye muweza wa yote. Wito wa kuonyesha upendo kwa wote. Yesu alijua kuwa alikuwa akielekea kufa kwa ajili ya dhambi za watu wote bila ubaguzi. Tunafundishwa kuwa tunapaswa kuonyesha upendo kwa kila mtu bila kujali hadhi, hali au tofauti zao. Na ukisoma katika Injili ya Yohana sura ya 4 aya 7 hadi 8 inasema, wapenda, tupendaneni kwa maana upendo ni kutoka kwa Mungu, na kila ampendaye amezaliwa na Mungu na anamjua Mungu. Tunafundishwa kuwa tunapokuwa na upendo wa kweli tunakuwa wa karibu na tunakuwa watu wa karibu na Mwenyezi Mungu, na tunapata baraka za kumtumikia.
Basi baada ya tafakari hii, nipende kualika tuendelee kujiandaa vizuri na sherehe ya Pasaka itakayosherekewa siku zijazo. Siku si nyingi kwa kuwa zimebaki siku 6 kabla ya Pasaka, kama tunavyosikia katika maandiko matakatifu. Na sherehe hii ya matawi ni Dominika ya mwisho ya Kwaresma, tukielekea Dominika ya kwanza ya Pasaka, yaani ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo kwetu sisi wanadamu. Basi kupitia tafakari hii tunaalikwa tuendelee kujiangalia katika mioyo yetu. Je, tumefanya nini katika kipindi hiki cha Kwaresma? Tumeishi vipi katika kipindi hiki cha Kwaresma? Basi naendelea kualika tuendelee kusubscribe katika chaneli yetu ya Tafakari Tena TV inayopatikana katika mtandao wa YouTube, Facebook, Twitter, ili tusipitwe na tafakari hizi zinazotolewa kila siku. Tumsifu Yesu Kristo milele. Amina. Asanteni kwa kunisikiliza na moyo na